Kwa miongo kadhaa, Iran imekuwa ikikabiliwa na vikwazo vikubwa vya kimataifa, shinikizo la kisiasa na changamoto za kupata teknolojia za kijeshi za kisasa. Lakini ndani ya mazingira hayo magumu, taifa hili limejenga moja ya mifumo ya kijeshi inayozungumzwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Kutoka kwenye makombora yenye uwezo wa kufikia umbali mkubwa, ndege zisizo na rubani zilizobadilisha namna vita vinavyopiganwa, mifumo ya ulinzi wa anga, hadi teknolojia za baharini zinazolenga kudhibiti maeneo muhimu, Iran imeunda safu ya silaha zinazoweza kubadilisha hesabu za wapinzani wake. Lakini ni silaha zipi zina nguvu zaidi? Ni teknolojia zipi zimefanya Iran kuwa tishio la kijeshi linalochunguzwa na mataifa makubwa duniani? Katika dokumentari hii tutachambua silaha 20 hatari zaidi za Iran, kuanzia nambari 20 hadi silaha iliyowekwa kwenye nafasi ya kwanza. Hii ndiyo safari ya kuingia ndani ya uwezo wa kijeshi wa Iran, teknolojia, historia na nguvu zilizojengwa nyuma ya pazia kwa miaka mingi. Karibu kwenye silaha 20 hatari zaidi za Iran. Nambari 20, hapa tunakutana na Shahed-136. Katika miaka ya hivi karibuni, uwanja wa vita umebadilishwa na teknolojia moja ambayo hapo awali haikupewa uzito mkubwa: ndege zisizo na rubani au droni. Badala ya kutengeneza ndege kubwa za kivita zenye gharama kubwa, baadhi ya mataifa yameanza kutumia teknolojia ndogo, rahisi na yenye uwezo wa kufanya mashambulizi kwa umbali mrefu. Na miongoni mwa droni zilizovutia macho ya dunia ni Shahed-136, ndege isiyo na rubani iliyotengenezwa na Iran na kuwa sehemu ya mageuzi makubwa ya vita vya kisasa. Shahed-136 ni droni ya aina ya kamikaze au loitering munition ambayo imeundwa kusafiri kuelekea eneo la lengo na kushambulia kwa kutumia mzigo wake wa vilipuzi. Tofauti na ndege za kivita za kawaida, droni hii haina rubani ndani yake. Hii huifanya iwe na gharama ndogo zaidi kutengenezwa na kuruhusu kutumiwa kwa idadi kubwa zaidi. Muundo wake unaonekana rahisi, lakini nyuma yake kuna wazo muhimu la kijeshi: kutumia teknolojia yenye gharama nafuu ili kuweka shinikizo kubwa kwa mpinzani. Shahed-136 imeundwa kwa uwezo wa kusafiri umbali mrefu kabla ya kufika kwenye eneo lililokusudiwa. Uwezo huu umeifanya kuwa sehemu ya mjadala mkubwa kuhusu namna droni zinavyoweza kubadilisha mikakati ya vita. Moja ya mambo yaliyoongeza umaarufu wa droni hii ni uwezo wake wa kutumiwa kwa makundi. Badala ya droni moja pekee, matumizi ya droni nyingi kwa wakati mmoja yanaweza kuleta changamoto kubwa kwa mifumo ya ulinzi inayojaribu kuzizuia. Katika vita vya kisasa, suala sio tu kuwa na silaha yenye nguvu, bali pia kuwa na uwezo wa kutumia kwa gharama inayoweza kudumu kwa muda mrefu. Hii ndiyo falsafa ambayo imeifanya Iran kuwekeza sana kwenye teknolojia za droni. Badala ya kushindana moja kwa moja na mataifa yenye ndege kubwa za kisasa, Iran imejikita kwenye silaha zinazoweza kutoa uwezo mkubwa kwa gharama ndogo zaidi. Hata hivyo, kama teknolojia nyingine yoyote ya kijeshi, Shahed-136 pia ina changamoto zake. Mifumo ya ulinzi wa anga, vita vya kielektroniki na teknolojia za kugundua droni zinazoendelea kuboreshwa duniani ili kukabiliana na vitisho vya aina hii. Lakini jambo moja halina ubishi: Shahed-136 imekuwa mfano wa jinsi droni ndogo inaweza kuwa na athari kubwa kwenye uwanja wa vita. Imeonyesha kuwa katika zama mpya za mapambano, sio lazima silaha iwe kubwa zaidi ili iwe na umuhimu mkubwa. Wakati mwingine teknolojia rahisi lakini inayotumika kwa mkakati sahihi inaweza kubadilisha kabisa namna ya vita vinavyopiganwa. Nambari 19, hapa tunakutana na Mohajer-10. Katika vita vya kisasa, uwezo wa kuona mbali kabla ya adui kuchukua hatua unaweza kuwa tofauti kati ya ushindi na kushindwa. Ndiyo maana mataifa mengi yamewekeza kwa nguvu kwenye teknolojia ya ndege zisizo na rubani, kwa sababu droni zimebadilisha kabisa namna ya kufanya upelelezi, kufuatilia maeneo ya vita na kutekeleza mission mbalimbali. Miongoni mwa maendeleo mapya ya Iran katika eneo hili ni Mohajer-10, droni ambayo imeonyesha juhudi za taifa hilo kujenga uwezo mkubwa zaidi wa anga bila kutegemea ndege za kawaida za kivita pekee. Mohajer-10 ni sehemu ya familia za droni za Mohajer ambazo zimekuwa zikitengenezwa na Iran kwa miaka mingi. Tofauti na matoleo ya awali, toleo hili limeundwa likiwa na uwezo mkubwa zaidi wa kufanya operesheni za muda mrefu na kubeba vifaa mbalimbali. Moja ya malengo makuu ya droni hii ni kuongeza uwezo wa upelelezi wa kijeshi.
Katika uwanja wa vita wa kisasa, taarifa ni muhimu sana, kwa sababu kujua nafasi ya mienendo ya mpinzani wako kunaweza kusaidia kufanya maamuzi haraka zaidi. Muundo wa Mohajer-10 unaonyesha mwelekeo wa Iran wa kutengeneza droni kubwa zaidi zenye uwezo wa kukaa angani kwa muda mrefu zaidi kuliko droni zake za zamani. Uwezo huu huifanya kuwa chombo muhimu kwa kufuatilia maeneo makubwa na kukusanya taarifa muhimu kutoka angani. Mbali na jukumu lake la upelelezi, Iran imeeleza kuwa droni hii inaweza kubeba vifaa mbalimbali vinavyoweza kusaidia katika mission tofauti za kijeshi. Hii inaonyesha mabadiliko ya mkakati wa kijeshi, ambapo droni moja inaweza kutumika kwa kazi nyingi badala ya kutegemea mifumo tofauti kwa kila jukumu. Nguvu ya Mohajer-10 haipo tu kwenye teknolojia yake, bali pia kwenye ujumbe wake unaotumwa na maendeleo yake. Inaonyesha juhudi za Iran kujenga uwezo wa ndani wa kutengeneza mifumo ya anga licha ya vikwazo vya kimataifa vilivyodumu kwa miaka mingi. Hata hivyo, kama droni nyingi zote, Mohajer-10 pia inakabiliwa na changamoto. Mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga, vita vya kielektroniki na teknolojia za kugundua droni zinazoendelea kuongezeka duniani. Lakini maendeleo ya droni hii yanaonyesha jambo moja muhimu: vita vya baadaye vitategemea zaidi teknolojia ndogo, taarifa na uwezo wa kufanya operation kwa gharama nafuu. Mohajer-10 ni mfano wa safari ya Iran kutoka kwenye droni rahisi zaidi hadi kwenye mifumo yenye uwezo mkubwa zaidi angani. Nambari 18, hapa tunaiangazia Karari drone. Katika dunia ya kijeshi, ndege zisizo na rubani zimekuwa moja ya teknolojia zilizobadilisha kabisa namna mataifa yanavyofanya upelelezi na operation za kijeshi. Lakini kabla ya kizazi kipya cha droni kama Shahid na Mohajer kupewa umaarufu mkubwa, Iran ilikuwa tayari imeanza kujenga uzoefu wake katika eneo hili. Moja ya mifumo iliyokuwa sehemu ya safari hiyo ni Karari drone, ndege isiyo na rubani iliyowakilisha hatua muhimu katika juhudi za Iran kujenga uwezo wake wa anga. Karal ilianzishwa na Iran kama droni ya kasi kubwa yenye uwezo wa kufanya mission mbalimbali. Tofauti na baadhi ya droni ndogo zinazotumika zaidi kwa upelelezi, Karal iliundwa ikiwa na muundo unaofanana zaidi na ndege ndogo ya kivita. Moja ya malengo ya kutengeneza droni hii ilikuwa kuongeza uwezo wa Iran kufanya operesheni za mbali bila kutegemea ndege za kawaida zenye gharama kubwa. Karal imekuwa ikihusishwa na uwezo wa kufanya majukumu mbalimbali ikiwemo mafunzo, upelelezi na katika baadhi ya matoleo kubeba silaha kwa ajili ya mashambulizi. Muundo wake unaonyesha juhudi za Iran kutumia teknolojia iliyopo kutengeneza mfumo unaoweza kutoa uwezo mkubwa kwa gharama ndogo ukilinganisha na ndege za kivita za kawaida. Katika vita vya kisasa, kuwa na idadi kubwa ya mifumo ya anga kunaweza kuwa na umuhimu mkubwa. Droni inaweza kutumwa kufanya kazi hatarishi bila kuhatarisha maisha ya rubani. Hii ndiyo sababu mataifa mengi yanawekeza kwenye teknolojia hii na Iran imeona kama eneo muhimu la kuongeza nguvu zake za kijeshi. Karal pia imeonyesha historia ya mabadiliko ya teknolojia ya droni duniani. Kutoka kwenye mifumo ya awali ya upelelezi, taifa hilo limeendelea kuelekea kwenye droni kubwa zaidi na zenye uwezo mkubwa zaidi. Lakini kama silaha nyingine za kisasa, Karal pia ina changamoto zake. Maendeleo ya mifumo ya ulinzi wa anga, rada za kisasa na teknolojia za kuzuia droni zinazoendelea kubadilika duniani. Hata hivyo, nafasi ya Karal katika historia ya droni za Iran haiwezi kupuuzwa. Ilikuwa sehemu ya safari iliyoisaidia Iran kujenga uzoefu na kuelekea kwenye kizazi kipya cha ndege zisizo na rubani ambazo zimeifanya ijulikane zaidi katika uwanja wa kijeshi duniani. Nambari 17, hapa tunaliangazia Zulfikar tank. Katika vita vya ardhini, tanki limekuwa moja ya alama kubwa za nguvu za kijeshi kwa zaidi ya karne moja. Licha ya maendeleo ya drone, makombora na teknolojia za kisasa, magari ya kivita bado yana nafasi muhimu katika kulinda maeneo, kusaidia wanajeshi na kutoa nguvu kubwa kwenye uwanja wa vita. Kwa Iran, kujenga uwezo wa ndani wa kutengeneza magari ya kivita imekuwa sehemu ya mkakati wake wa kupunguza utegemezi wa silaha kutoka nje. Moja ya matokeo ya juhudi hizo ni Zulfikar tanki la kivita lililotengenezwa na Iran kwa kutumia uzoefu wake na teknolojia iliyopatikana kutoka mifumo mbalimbali ya zamani. Zulfikar ilianza kuonekana katika miaka ya 1990 ikiwa kama jaribio la Iran la kujenga tanki lenye uwezo wa kudhibiti maeneo yake ya kijeshi baada ya kukabiliwa na changamoto za upatikanaji wa vifaa vya kijeshi kutoka nje.
Muundo wa tanki hili unaonyesha mchanganyiko wa mawazo kutoka kwenye magari ya kivita ya kizazi kilichopita, lakini ukiwa na maboresho yaliyolenga kulifanya lifanye kazi katika mazingira yanayofaa ya kijeshi ya Iran. Moja ya vipengele muhimu vya tanki ni uwezo wake wa kubeba silaha kuu ya kushambulia malengo ya ardhini na kutumia mifumo ya kisasa ya kulenga. Katika vita vya ardhini, sio tu nguvu ya bunduki kubwa inayohesabika, bali pia uwezo wa kugundua lengo mapema, kulenga kwa usahihi na kuendelea kufanya kazi katika mazingira magumu. Zulfikar imekuwa ishara ya juhudi za Iran kujenga sekta yake ya ulinzi na kuonyesha kwamba inaweza kutengeneza baadhi ya vifaa vya kijeshi ndani ya nchi yake. Hata hivyo, katika ulimwengu wa magari ya kivita, ushindani ni mkubwa sana. Mataifa mengine yana matanki yenye vizazi vipya vya ulinzi, sensa na teknolojia za kidigitali ambazo zimebadilisha kabisa mapambano ya ardhini. Pia vita vya kisasa vimeonyesha kuwa tanki pekee haliwezi kutawala uwanja wa vita vya ardhini bila msaada wa mifumo mingine kama ulinzi wa anga, upelelezi na teknolojia za kisasa. Lakini umuhimu wa Zulfikar haupo tu kwenye uwezo wake wa kivita. Pia ni mfano wa safari ya Iran ya kujenga uwezo wake wa ndani katika sekta ya kijeshi licha ya vikwazo vya muda mrefu. Ni ishara ya mkakati wa taifa hilo wa kutengeneza, kuboresha na kuendeleza mifumo yake yenyewe. Nambari 16, hapa tunaliangazia kombora la Kheibar Shehan. Katika historia ya kijeshi, makombora yamekuwa moja ya teknolojia zilizobadilisha kabisa namna mataifa yanavyopanga ulinzi na mashambulizi. Kwa Iran, maendeleo ya makombora yamekuwa sehemu muhimu ya mkakati wake wa kijeshi kwa miongo kadhaa. Kutokana na changamoto za kupata ndege za kisasa na vifaa vingine vya kijeshi kutoka nje, Iran imeelekeza nguvu kubwa katika kutengeneza uwezo wake wa ndani wa makombora. Moja ya mifumo ya kisasa zaidi katika familia hiyo ni Kheibar Shehan, kombora la masafa marefu ambalo limeonyesha hatua mpya katika maendeleo ya teknolojia ya makombora ya Iran. Kheibar Shehan ni kombora la kizazi kipya lililotengenezwa kwa lengo la kuongeza uwezo wa Iran kufanya mashambulizi ya masafa marefu kwa kutumia mfumo wenye ufanisi zaidi. Tofauti na baadhi ya mifumo ya zamani ya Iran, kombora hili limeundwa likiwa na maboresho katika muundo, uzito na uwezo wa kufanya safari yake kuelekea kwenye lengo. Moja ya mambo yanayofanya Kheibar Shehan kuwa muhimu ni matumizi ya teknolojia zinazolenga kuongeza usahihi na kupunguza muda wa maandalizi kabla ya kurushwa. Katika vita vya kisasa, sio tu umbali wa kombora unaohesabika, bali pia uwezo wa kufika kwenye eneo lililokusudiwa kwa ufanisi mkubwa. Mfumo huu ni sehemu ya juhudi za Iran kuendeleza uwezo wake wa makombora ya ardhini na kuongeza chaguo zake za kimkakati. Makombora ya aina hii pia yana umuhimu mkubwa katika zana ya kuzuia, ambapo uwepo wa uwezo wa kushambulia kutoka umbali mrefu unaweza kuathiri maamuzi ya wapinzani. Lakini kama silaha zote za kisasa, Kheibar Shehan pia ipo ndani ya mazingira ya ushindani wa teknolojia. Kadri makombora yanavyoboreshwa, ndivyo mifumo ya ulinzi wa anga na teknolojia za kugundua vitisho zinavyozidi kuendelea kubadilika. Hata hivyo, maendeleo ya kombora hili yanaonyesha jambo moja muhimu kuhusu mkakati wa Iran: kuwekeza kwenye silaha za masafa marefu kama sehemu kuu ya nguvu yake ya kijeshi. Kheibar Shehan sio tu kombora, bali ni mfumo wa safari ya Iran katika kujenga uwezo wake na teknolojia ya ndani ya sekta ya kijeshi. Nambari 15, hapa tunaliangazia kombora la Fateh-110. Katika dunia ya kijeshi, wakati mwingine silaha moja inaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa katika uwezo wa taifa. Kwa Iran, moja ya silaha hizo ni Fateh-110, kombora la masafa mafupi ambalo limekuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya teknolojia za makombora ya taifa hilo. Kwa miaka mingi, Iran imewekeza kwenye makombora kama njia ya kuongeza uwezo wake wa kijeshi, hasa kutokana na changamoto za kupata ndege za kisasa na mifumo mingine kutoka nje ya nchi. Fateh-110 lilitengenezwa kama sehemu ya juhudi hizo, ikiwa na lengo la kutoa uwezo wa kushambulia malengo ya ardhini kwa usahihi mkubwa zaidi kuliko baadhi ya mifumo ya zamani. Tofauti na makombora ya zamani yaliyotegemea zaidi nguvu za umbali, kizazi cha Fateh-110 kiliweka mkazo mkubwa kwenye uwezo wa kulenga maeneo maalum na kubadilika kulingana na mahitaji ya uwanja wa vita. Moja ya mambo yaliyofanya mfumo huu kuwa muhimu ni uwezo wake wa kutumiwa kutoka kwenye magari maalum yanayoweza kusogea. Hii huongeza uwezo wa kubadilisha nafasi na kufanya iwe vigumu zaidi kwa adui kutambua mahali ambapo shambulio linaweza kutokea.
Katika vita vya kisasa, kasi ya kufanya maamuzi na uwezo wa kuhamisha mifumo ya silaha ni sehemu muhimu ya kimkakati. Fateh-110 pia imekuwa msingi wa maendeleo ya matoleo mengine ya makombora ya Iran, huku teknolojia yake ikiendelea kuboreshwa kwa miaka tofauti. Kwa Iran, familia ya Fateh imekuwa zaidi ya silaha moja, imekuwa sehemu ya safari ya kujenga uwezo wa ndani wa kutengeneza mifumo ya makombora. Lakini kama teknolojia nyingine za kijeshi, makombora haya pia yanakabiliwa na changamoto. Mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga, teknolojia za upelelezi na vita vya kielektroniki vinaendelea kubadilika ili kukabiliana na vitisho vya aina hii. Hata hivyo, umuhimu wa Fateh-110 katika historia ya kijeshi ya Iran haiwezi kupuuzwa. Iliweka msingi wa kizazi kipya cha makombora ya Iran na kuonyesha mwelekeo wa taifa hilo kuelekea kwenye silaha za usahihi na uwezo mkubwa zaidi. Nambari 14, hapa tunaliangazia kombora la Zolfahar. Katika zama za vita vya kisasa, kuwa na silaha yenye uwezo wa kufikia mbali haitoshi pekee. Jambo muhimu zaidi ni uwezo wa kufikisha nguvu hiyo kwa usahihi na kwa wakati unaohitajika. Ndiyo maana mataifa mengi yamewekeza kwenye kizazi kipya cha makombora yenye uwezo mkubwa wa urambazaji na ufanisi zaidi. Kwa Iran, moja ya mifumo hiyo ni Zolfahar missile, kombora lililokuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya familia ya makombora ya Fateh. Zolfahar ni kombora la ardhini lenye uwezo wa masafa marefu zaidi ukilinganisha na baadhi ya matoleo ya awali ya familia yake. Lilitengenezwa kuonyesha hatua mpya ya Iran katika kutengeneza silaha zenye uwezo wa kufanya mashambulizi ya mbali. Moja ya mambo yanayolifanya kombora hili kuwa muhimu ni muundo wake unaolenga kuongeza usahihi na kuboresha uwezo wa kulifikisha kwenye eneo lililokusudiwa. Katika uwanja wa vita vya kisasa, usahihi umebadilisha namna makombora yanavyotumika. Badala ya kutegemea nguvu kubwa pekee, mataifa yanatafuta uwezo wa kulenga maeneo muhimu kwa ufanisi zaidi. Zolfahar limeundwa kutumika kutoka kwenye vizindua vya ardhini vinavyoweza kusogea, jambo linaloongeza uwezo wa kubadilisha nafasi na kufanya mfumo kuwa mgumu zaidi kufuatiliwa. Hii ni sehemu ya mkakati mpana wa Iran wa kujenga uwezo wa makombora unaoweza kufanya kazi katika mazingira tofauti ya kijeshi. Familia ya makombora ya Fateh, ambapo Zolfahar ni sehemu yake, imekuwa moja ya maeneo ambayo Iran imeendelea kuyaboresha kwa miaka mingi. Maendeleo haya yameifanya Iran kuwa moja ya nchi zinazojulikana zaidi kwa uwezo wa makombora katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kama silaha zote za kisasa, makombora kama Zolfahar yanakabiliwa na changamoto kutoka kwenye mifumo mipya ya ulinzi wa anga na teknolojia za kugundua na kuzuia mashambulizi. Lakini umuhimu wake haupo tu kwenye uwezo wake wa kivita. Zolfahar pia inaonyesha mkakati wa Iran wa kujenga uwezo wa ndani wa kutengeneza silaha na kupunguza utegemezi wa teknolojia kutoka nje. Ni mfano wa jinsi taifa lilivyochagua kuwekeza kwenye teknolojia ya makombora kama nguzo kuu ya nguvu yake ya kijeshi. Nambari 13, hapa tunakutana na kombora la Khorramshahr. Katika ushindani wa kijeshi wa karne hii, uwezo wa kufika mbali umekuwa sehemu muhimu ya nguvu ya taifa. Nchi yenye uwezo wa kutengeneza mifumo ya masafa marefu inaweza kubadilisha namna wapinzani wake wanavyopanga ulinzi wao. Ndani ya mpango wa makombora wa Iran kuna silaha moja iliyovutia macho ya wataalamu wengi wa kijeshi kutokana na ukubwa wake na uwezo wake wa kimkakati. Hii ni Khorramshahr missile, kombora la masafa marefu la Iran lililotengenezwa kama sehemu ya juhudi za kuendeleza uwezo wa makombora wa taifa hilo. Jina la Khorramshahr linatokana na mji wa Iran uliokuwa na historia kubwa wakati wa vita vya Iraq na Iran. Lakini katika eneo la teknolojia ya kijeshi, jina hili limekuwa likihusishwa na kizazi kipya cha makombora ya masafa marefu. Tofauti na makombora madogo ya uwanja wa vita, Khorramshahr limeundwa kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kufikia maeneo ya mbali na kubeba mzigo mkubwa zaidi. Katika mkakati wa kijeshi, makombora ya aina hii yana umuhimu mkubwa kwa sababu yanaongeza uwezo wa taifa kufanya operesheni kutoka umbali mrefu bila kutegemea ndege za kivita pekee. Moja ya maeneo ambayo Iran imekuwa ikiwekeza ni uwezo wake wa kutengeneza mifumo ya makombora yenye uwezo wa kusafiri umbali mrefu na kutumia teknolojia iliyoboreshwa ya uelekezaji. Khorramshahr inaonyesha mwelekeo huo, kuunganisha nguvu, umbali na teknolojia katika mfumo mmoja. Lakini nguvu ya kombora kama hili haiwezi kutazamwa pekee kama silaha ya kushambulia. Pia lina nafasi katika zana ya kuzuia, ambapo uwepo wa uwezo mkubwa wa kijeshi unaweza kubadilisha mahesabu ya wapinzani. Hata hivyo, mifumo ya makombora ya masafa marefu hukabiliwa na changamoto nyingi.
Inahitaji teknolojia ya hali ya juu, mifumo sahihi ya mawasiliano na uwezo mkubwa wa kudumisha utendaji wake. Pia maendeleo ya mifumo ya ulinzi wa anga duniani yanaendelea kubadilika ili kukabiliana na vitisho vya makombora ya aina hii. Lakini bila kujali changamoto hizo, Qamshar missile imekuwa sehemu muhimu ya simulizi la maendeleo ya makombora ya Iran. Ni mfano wa mkakati wa taifa hilo wa kuwekeza kwenye teknolojia za masafa marefu kama sehemu ya uwezo wake wa kijeshi. Tukiangazia nambari 12, hapa tunakutana na Ra'ad Air Defense System. Katika vita vya kisasa, kuwa na uwezo wa kushambulia pekee haitoshi. Taifa lenye nguvu lazima pia liwe na uwezo wa kujilinda dhidi ya mashambulizi yanayokuja angani. Kutoka kwenye ndege za kivita hadi makombora ya masafa marefu, anga limekuwa moja ya maeneo muhimu zaidi ya ushindani wa kijeshi. Ndiyo maana Iran imewekeza kwa kiasi kikubwa katika kutengeneza mifumo yake ya ulinzi wa anga. Miongoni mwa mifumo hiyo ni Ra'ad Air Defense System, mfumo wa makombora ya ardhini unaolenga kuongeza uwezo wa Iran wa kugundua na kukabiliana na vitisho kutoka angani. Ra'ad ilitengenezwa kama sehemu ya juhudi za Iran kujenga uwezo wa ndani wa ulinzi wa anga baada ya kukabiliwa na changamoto za kupata mifumo ya kisasa kutoka nje ya nchi. Mfumo huu umeundwa kuunganisha rada, vituo vya udhibiti na vizindua vya makombora ili kuunda mtandao wa ulinzi unaoweza kufuatilia malengo ya angani. Katika mazingira ya vita vya kisasa, sekunde chache zinaweza kuwa muhimu sana. Mfumo unaoweza kugundua tishio mapema na kutoa majibu kwa haraka unaweza kuongeza nafasi ya kulinda maeneo muhimu. Moja ya mambo yanayofanya Ra'ad kuwa sehemu muhimu ya uwezo wa Iran ni uwezo wake wa kusogezwa. Mifumo inayowekwa kwenye magari maalum inaweza kubadilisha nafasi ya kupunguza uwezekano wa kulengwa kirahisi. Hii inaipa Iran uwezo wa kusambaza ulinzi wake wa anga katika maeneo tofauti kulingana na mahitaji ya kimkakati. Ra'ad pia inaonyesha mabadiliko ya mkakati wa Iran kutoka kutegemea zaidi silaha zilizonunuliwa kutoka nje kwenda kujenga mifumo yake yenyewe. Lakini katika ulimwengu wa teknolojia ya kijeshi hakuna mfumo usio na changamoto. Ndege za kisasa, vita vya kielektroniki, droni na makombora yenye uwezo wa hali ya juu vinaendelea kubadilisha mazingira ya ulinzi wa anga duniani. Hata hivyo, Ra'ad imeendelea kuwa sehemu ya safu ya ulinzi wa anga wa Iran na mfano wa juhudi wa taifa hilo kujenga uwezo wa kujilinda dhidi ya vitisho vya angani. Nguvu ya mfumo huu haipo tu kwenye kombora lenyewe, bali kwenye uwezo wake wa kuunganisha sensa, taarifa na maamuzi ya haraka. Nambari 11, hapa tunaangazia Bavar 373. Katika dunia ya kijeshi, udhibiti wa anga ni moja ya nguzo muhimu zaidi za ulinzi wa taifa. Nchi yenye uwezo wa kugundua na kuzuia vitisho kutoka angani huwa na nafasi kubwa ya kulinda maeneo yake muhimu na kupunguza hatari za mashambulizi kutoka kwenye ndege au makombora. Kwa miaka mingi, Iran imekuwa ikitafuta njia za kujenga uwezo wake wa ulinzi wa anga ndani ya nchi yake, hasa baada ya kukabiliwa na vikwazo vilivyofanya upatikanaji wa baadhi ya teknolojia za kigeni kuwa mgumu. Matokeo ya juhudi hizo ni Bavar 373, mfumo wa kisasa wa ulinzi wa anga uliotengenezwa na Iran. Bavar 373 ulitangazwa kama mfumo wa kizazi kipya wenye lengo la kutoa uwezo mkubwa wa kugundua na kukabiliana na makombora ya anga kwa umbali mrefu. Mfumo huu unajumuisha vipengele mbalimbali kama rada, vituo vya udhibiti na vizindua vya makombora vinavyofanya kazi kwa pamoja kama mtandao mmoja wa ulinzi. Katika vita vya kisasa, mfumo bora wa ulinzi wa anga hauhitaji tu kombora lenye nguvu. Unahitaji pia uwezo wa kuona tishio mapema, kuchambua taarifa na kuchukua hatua kwa muda mfupi. Hapa ndipo Bavar 373 imekuwa sehemu muhimu ya mkakati wa Iran wa kujenga ngao yake ya anga. Mfumo huu umeundwa kwa lengo la kukabiliana na aina mbalimbali za vitisho vya angani, kuanzia ndege hadi baadhi ya malengo yanayosafiri kwa kasi kubwa. Moja ya mambo yanayofanya Bavar 373 kuwa na umuhimu mkubwa kwa Iran ni ujumbe wake wa kiteknolojia. Unaonyesha juhudi za taifa hilo kutengeneza mifumo yake yenyewe badala ya kutegemea kabisa vifaa kutoka nje ya nchi. Lakini kama mifumo yote ya ulinzi wa anga, Bavar 373 pia ipo kwenye mazingira ya ushindani mkubwa. Teknolojia ya ndege za kasi, droni, vita vya kielektroniki na makombora mapya yanaendelea kubadilisha namna ulinzi wa anga unavyofanya kazi. Hata hivyo, Bavar 373 imebaki kuwa moja ya miradi mikubwa zaidi ya Iran katika eneo la ulinzi wa anga. Ni mfano wa jinsi taifa lilivyowekeza katika kujenga uwezo wa ndani wa kijeshi licha ya changamoto mbalimbali.
Nguvu yake kubwa haipo tu kwenye vifaa vyake, bali kwenye zana nzima ya kujenga mfumo wa ulinzi unaounganisha rada, taarifa na majibu haraka. Nambari 10, hapa tunaliangazia kombora la Fatah Hypersonic Missile. Katika ushindani wa kijeshi wa karne hii, kuna eneo moja ambalo limekuwa uwanja mpya wa mashindano kati ya mataifa makubwa duniani, teknolojia ya hypersonic. Silaha zinazoweza kusafiri kwa kasi kubwa sana zimekuwa zikichukuliwa kama kizazi kipya cha mifumo ya kijeshi, kwa sababu kasi hiyo huleta changamoto kubwa kwa mifumo ya kawaida ya ulinzi. Ndani ya juhudi zake za kuendeleza teknolojia ya makombora, Iran ilitangaza mfumo mpya unaojulikana kama Fatah Hypersonic Missile. Fatah imekuwa moja ya silaha zilizozungumzwa zaidi katika mpango wa makombora wa Iran kutokana na madai ya uwezo wake wa kasi kubwa na muundo unaolenga kuongeza uwezo wa kombora kufanya safari yake kwa ufanisi zaidi. Kama ilivyo kwa mifumo mingi ya hypersonic duniani, lengo kuu ni kupunguza muda wa majibu wa upande unaolengwa na kuliongeza ugumu wa kulizuia kombora hilo. Katika vita vya kisasa, muda ni kitu muhimu sana. Kadri silaha inavyoweza kufikia eneo la lengo haraka zaidi, ndivyo inavyobadilisha namna ya mifumo ya ulinzi inavyopaswa kufanya kazi. Fatah ni sehemu ya mkakati mpana wa Iran wa kuendeleza uwezo wake wa makombora na kuonyesha maendeleo yake katika teknolojia ya kisasa ya kijeshi. Silaha hii pia inaonyesha mabadiliko ya mwelekeo wa Iran kutoka kwenye makombora ya kawaida kuelekea kwenye mifumo yenye teknolojia ya juu zaidi. Lakini teknolojia ya hypersonic ni eneo lenye changamoto kubwa sana. Kutengeneza mfumo unaoweza kufanya kazi katika kasi kubwa sana kunahitaji uhandisi wa hali ya juu, vifaa maalum na mifumo sahihi ya uongozi. Pia madai kuhusu uwezo halisi wa mifumo mipya ya hypersonic mara nyingi huwa sehemu ya mjadala mkubwa kati ya wataalamu wa kijeshi duniani. Hata hivyo, uwepo wa Fatah kwenye mpango wa makombora wa Iran unaonyesha jambo moja muhimu. Taifa hilo linaendelea kuelekeza nguvu kwenye teknolojia zinazolenga kuongeza uwezo wake wa kimkakati. Fatah sio tu kombora, bali ni ishara ya ushindani mpya wa kiteknolojia ambapo kasi, usahihi na uwezo wa kuzuia mifumo ya ulinzi vinakuwa sehemu kuu ya vita vya baadaye. Nambari 9, hapa tunaliangazia kombora la Sejil. Katika historia ya teknolojia za kijeshi, makombora ya masafa marefu yamekuwa sehemu muhimu ya uwezo wa kimkakati wa mataifa. Kwa sababu yanaweza kutoa uwezo wa kufikia maeneo ya mbali bila kutegemea vikosi vilivyo karibu na eneo la lengo, yamekuwa moja ya maeneo ambayo mataifa mengi yamewekeza kwa nguvu. Kwa Iran, mpango wa makombora umekuwa nguzo muhimu ya uwezo wake wa kijeshi. Moja ya mifumo inayojulikana ndani ya mpango huo ni Sejil Missile, kombora la masafa marefu lililotengenezwa kama sehemu ya juhudi za Iran kuendeleza teknolojia yake ya makombora. Sejil ni kombora linalotumia teknolojia ya mafuta imara, jambo ambalo linaweza kutoa faida kubwa katika suala la maandalizi na matumizi ukilinganisha na baadhi ya mifumo inayotumia mafuta ya aina nyingine. Katika ulimwengu wa kijeshi, muda wa kuandaa na kurusha kombora unaweza kuwa jambo muhimu sana. Mfumo unaoweza kujiandaa kwa haraka zaidi unaweza kuongeza uwezo wa kufanya maamuzi katika mazingira ya ushindani mkubwa. Sejil limekuwa likitajwa kama hatua muhimu katika safari ya Iran kutoka kwenye mifumo ya awali ya makombora kuelekea kwenye teknolojia yenye uwezo mkubwa zaidi. Maendeleo ya aina hii yanaonyesha mkakati wa Iran wa kujenga uwezo wake wa ndani katika eneo la makombora, hasa baada ya kukabiliwa na vikwazo mbalimbali vya kimataifa. Katika mikakati ya kijeshi, silaha kama Sejil zina umuhimu mkubwa kwa sababu hazitazamwi tu kama silaha za kushambulia, bali pia kama sehemu ya uwezo wa kuzuia vitisho. Uwepo wa mfumo wa masafa marefu unaweza kubadilisha namna wapinzani wanavyopanga mikakati yao ya ulinzi. Hata hivyo, kutengeneza kombora la masafa marefu ni mchakato mgumu sana unaohitaji teknolojia ya hali ya juu katika uhandisi, urambazaji na udhibiti wa safari. Pia maendeleo ya mifumo ya ulinzi wa anga na teknolojia za kisasa yanaendelea kubadilisha mazingira ya ushindani wa makombora duniani. Lakini bila kujali changamoto hizo, Sejil limekuwa sehemu muhimu ya historia ya mpango wa makombora wa Iran. Ni mfano wa juhudi wa taifa hilo kujenga uwezo wake wa kiteknolojia na kuongeza nafasi yake katika ushindani wa kijeshi wa kikanda. Nambari 8, hapa tunaliangazia kombora la Shahab-3.
Katika historia ya mpango wa makombora wa Iran, kuna mifumo ambayo imekuwa na nafasi kubwa sana katika kujenga uwezo wa taifa hilo. Moja ya mifumo hiyo ni Shahab-3, kombora la masafa marefu ambalo limekuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya teknolojia ya makombora ya Iran kwa zaidi ya miongo miwili. Mwanzoni mwa karne ya 21, Shahab-3 ilianza kujulikana kama hatua kubwa katika juhudi za Iran kuongeza uwezo wake wa kufikia maeneo ya mbali zaidi kwa kutumia teknolojia ya makombora. Tofauti na makombora ya awali yenye uwezo mdogo zaidi, Shahab-3 liliwakilisha hatua mpya katika uwezo wa Iran wa kutengeneza mifumo yenye umbali mkubwa na umuhimu wa kimkakati. Kombora hili lilijengwa likiwa na lengo la kuongeza uwezo wa Iran katika eneo la kuzuia vitisho, ambapo uwezo wa silaha ya masafa marefu unaweza kubadilisha mahesabu ya wapinzani. Katika vita vya kisasa, sio lazima silaha itumike ili iwe na hatari. Wakati mwingine uwepo wa uwezo fulani pekee unaweza kuwa sehemu ya mkakati wa taifa. Shahab-3 pia limekuwa msingi wa maendeleo ya mifumo mingine ya makombora ya Iran, huku teknolojia zake zikisaidia katika safari ya kuboresha uwezo wa taifa hilo. Moja ya sababu iliyofanya kombora hili kuwa muhimu ni nafasi yake katika historia ya mpango wa makombora wa Iran. Limekuwa mfano wa mabadiliko kutoka kwenye utengenezaji wa mifumo ya zamani kuelekea kwenye juhudi za kujenga teknolojia za ndani zaidi. Lakini kama mifumo yote ya makombora ya masafa marefu, Shahab-3 imekuwa sehemu ya mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu usalama wa kikanda na maendeleo ya silaha. Pia teknolojia za ulinzi wa anga na mifumo ya kugundua makombora zimeendelea kuboreshwa duniani ili kukabiliana na aina hii ya tishio. Hata hivyo, umuhimu wa Shahab-3 katika historia ya kijeshi ya Iran haiwezi kupuuzwa. Ilikuwa moja ya silaha zilizosaidia kuunda msingi wa uwezo wa makombora ambao Iran inao leo. Ni mfano wa jinsi taifa lilivyowekeza muda mrefu kwenye teknolojia ya makombora kama sehemu kuu ya mkakati wake wa kijeshi. Nambari 7, hapa tunaliangazia kombora la Qiyam. Katika maendeleo ya silaha za kisasa, kila kizazi cha teknolojia hujaribu kutatua changamoto zilizopo kwenye mifumo ya zamani. Kwa upande wa makombora, mataifa yamekuwa yakitafuta njia za kuongeza uwezo sahihi, kupunguza muda wa maandalizi na kuongeza uwezo wa kufanya mashambulizi katika mazingira magumu. Miongoni mwa maendeleo ya Iran katika eneo hili ni Qiyam missile, kombora lililokuwa sehemu muhimu ya mageuzi ya familia ya makombora ya taifa hilo. Qiyam ni kombora la masafa mafupi hadi ya kati ambalo liliundwa kwa lengo la kuboresha baadhi ya vipengele vilivyokuwepo kwenye mifumo ya awali ya Iran. Moja ya mambo yaliyofanya Qiyam kuwa muhimu ni muundo wake uliolenga kupunguza baadhi ya vipengele vinavyoweza kufanya kombora litambulike kwa urahisi zaidi, huku likiboreshwa katika uwezo wa matumizi ya kijeshi. Katika vita vya kisasa, uwezo wa kuhamisha, kuficha na kutumia mifumo ya silaha kwa haraka ni sehemu muhimu ya mkakati. Qiyam imekuwa ikihusishwa na uwezo wa kurushwa kutoka kwenye vizindua vya ardhini vinavyoweza kusogea, jambo linaloongeza kubadilika kwa matumizi yake. Kwa Iran, maendeleo ya Qiyam yanaonyesha juhudi za kuendelea kuboresha teknolojia ya makombora badala ya kutengeneza mifumo ya zamani pekee. Familia ya makombora ya Iran imeendelea kupitia hatua mbalimbali ambapo kila kizazi kimejaribu kuongeza uwezo wa masafa, usahihi na ufanisi. Lakini kama silaha nyingine za kimkakati, Qiyam pia imekuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu usalama wa kikanda na ushindani wa teknolojia za kijeshi. Mifumo ya ulinzi wa anga, teknolojia za upelelezi na vita vya kielektroniki vinaendelea kubadilika ili kukabiliana na maendeleo ya makombora. Hata hivyo, Qiyam ina nafasi yake katika historia ya maendeleo ya kijeshi ya Iran. Inaonyesha jinsi taifa hilo lilivyoendelea kuboresha mifumo yake ya makombora na kutafuta uwezo mkubwa zaidi wa ndani. Nambari 6, hapa tunaangazia makombora ya Nur na Qader. Katika historia ya vita vya majini, udhibiti wa bahari umekuwa ukitegemea zaidi ya ukubwa wa meli. Leo hii hata chombo kidogo cha kijeshi kinaweza kuwa na uwezo mkubwa ikiwa kinabeba silaha sahihi. Hapa ndipo makombora ya kupambana na meli yanapoingia. Kwa Iran, eneo la bahari limekuwa sehemu muhimu sana ya mkakati wake wa ulinzi, hasa kutokana na nafasi yake ya kijiografia karibu na njia muhimu za usafirishaji wa nishati duniani. Miongoni mwa silaha zilizosaidia kujenga uwezo huo ni Nur na Qader anti-ship missile, familia ya makombora iliyotengenezwa kwa ajili ya kulenga malengo ya baharini. Nur ilikuwa moja ya makombora ya kwanza muhimu katika safari ya Iran ya kujenga uwezo wa kushambulia meli kutoka umbali wa mbali zaidi. Baada ya maendeleo hayo, Iran iliendelea kutengeneza mifumo iliyoboreshwa zaidi, ikiwemo Qader ambayo ililenga kuongeza uwezo wa masafa na ufanisi.
Katika vita vya baharini vya kisasa, changamoto kubwa sio tu kuona meli ya adui, bali pia kuwa na uwezo wa kuifikia kabla haijatumia mifumo yake ya kujilinda. Makombora ya aina hii yamekuwa sehemu ya mkakati wa Iran wa kutumia nguvu ya makombora kama njia ya kuongeza uwezo wa vikosi vyake vya majini. Badala ya kutegemea meli kubwa pekee, makombora ya ardhini na baharini yanaweza kuongeza uwezo wa kulinda maeneo muhimu ya baharini. Moja ya maeneo ambayo yamefanya silaha hizi kuwa muhimu ni zana ya ulinzi wa maeneo ya karibu na pwani, ambapo mifumo ya makombora inaweza kutumika kama ngao dhidi ya meli zinazokaribia. Lakini kama teknolojia zote za kijeshi, makombora ya kupambana na meli pia yanakabiliwa na changamoto. Meli za kisasa zina mifumo ya rada, ulinzi wa anga na teknolojia za kielektroniki zinazolenga kupunguza hatari ya mashambulizi. Hata hivyo, Nur na Qader yamekuwa sehemu muhimu ya historia na uwezo wa Iran baharini. Zinaonyesha mkakati wa taifa hilo wa kutumia teknolojia ya makombora kama njia ya kuongeza nguvu zake katika eneo la bahari. Nambari 5, hapa tunaiangazia Qader Submarine. Katika historia ya vita vya majini, kuna eneo moja ambalo limekuwa likitoa faida kubwa kwa mataifa yenye uwezo wa kudhibiti chini ya bahari. Tofauti na meli zinazoonekana wazi juu ya maji, manuari zina uwezo wa kufanya operation kwa siri zaidi, kusogea bila kugundulika kirahisi na kutoa uwezo mkubwa wa kimkakati. Kwa Iran, kujenga uwezo wa manuari imekuwa sehemu muhimu ya mkakati wake wa kuimarisha nguvu zake katika eneo la bahari. Miongoni mwa manuari zake muhimu ni Qader Classic Submarine, mfumo mdogo wa chini ya maji uliotengenezwa kwa ajili ya operation za karibu na maeneo ya pwani. Qader ilianza kutambulishwa na Iran kama sehemu ya juhudi za kujenga uwezo wa ndani wa kutengeneza vifaa vya kijeshi vya majini. Tofauti na manuari kubwa zinazotumika na mataifa makubwa duniani, Qader imeundwa zaidi kwa mazingira ya maji ya kina kifupi na maeneo ya karibu na pwani. Katika vita vya baharini, sio ukubwa wa chombo pekee unaoamua uwezo wake. Wakati mwingine, chombo kidogo chenye uwezo wa kufanya kazi katika mazingira sahihi kinaweza kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati. Qader imekuwa ikihusishwa na uwezo wa kufanya operation kama upelelezi wa baharini, ufuatiliaji wa maeneo muhimu na kubeba silaha zinazotumika katika mazingira ya majini. Moja ya sababu inayofanya manuari kama hii kuwa muhimu kwa Iran ni jiografia yake. Iran iko karibu na maeneo muhimu ya bahari yenye umuhimu mkubwa wa kiuchumi na kijeshi, hivyo uwezo wa kufanya operation chini ya maji ni sehemu ya mkakati wake wa ulinzi. Pia manuari ndogo zinaweza kutoa changamoto kwa wapinzani kwa sababu ya uwezo wake wa kufanya kazi karibu na maeneo yenye shughuli nyingi za baharini. Hata hivyo, manuari za ukubwa huu pia zina mipaka yake. Hazina uwezo sawa na manuari kubwa za masafa marefu zinazotumiwa na mataifa yenye nguvu zaidi duniani. Lakini umuhimu wa Qader haupo tu kwenye ukubwa wake. Ipo kwenye zana ya Iran ya kujenga uwezo wake wa kijeshi unaolingana na mazingira yake na kutumia teknolojia inayoweza kusaidia mkakati wake wa baharini. Qader inaonyesha jinsi Iran imejaribu kuunda safu mbalimbali za nguvu, kuanzia droni angani, makombora ardhini hadi uwezo wa chini ya bahari. Nambari 4, hapa tunaangazia Fateh Submarine. Katika ulimwengu wa kijeshi, uwezo wa kufanya operation bila kugundulika ni moja ya faida kubwa sana. Bahari ni eneo kubwa lenye changamoto nyingi, na ndiyo maana mataifa yenye nguvu zaidi duniani yamewekeza kwa miongo kadhaa kwenye teknolojia ya manuari. Kwa Iran, kujenga uwezo wa chini ya maji imekuwa sehemu ya mkakati wake wa kuongeza nguvu katika eneo la bahari. Miongoni mwa hatua kubwa katika safari hiyo ni Fateh Submarine, manuari ya Iran iliyotengenezwa kuonyesha maendeleo mapya katika teknolojia ya majini. Tofauti na manuari ndogo za awali kama Qader, Fateh iliundwa ikiwa na ukubwa mkubwa zaidi na uwezo mpana zaidi wa kufanya operation. Manuari hii inaonyesha juhudi za Iran kutoka kwenye mifumo midogo ya pwani kuelekea kwenye uwezo wa kutengeneza vyombo vya chini ya maji vyenye uwezo mkubwa zaidi. Katika vita vya kisasa vya majini, manuari zina umuhimu mkubwa kwa sababu zinaweza kufanya upelelezi, kufuatilia mienendo ya baharini na kutoa uwezo wa kushambulia katika mazingira magumu. Fateh imekuwa sehemu ya mkakati wa Iran wa kujenga uwezo wake wa ndani wa ulinzi wa baharini na kupunguza utegemezi wa teknolojia kutoka nje. Moja ya mambo muhimu kuhusu manuari hii ni uwezo wake wa kufanya kazi chini ya maji kwa muda mrefu zaidi kuliko mifumo midogo.
Hii huongeza nafasi ya kufanya operation katika maeneo ambayo ni muhimu kwa usalama wa taifa. Lakini kutengeneza manuali ya kisasa ni changamoto kubwa sana. Inahitaji teknolojia ya hali ya juu katika mifumo ya kuendesha, mawasiliano, ulambazaji na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira yenye shinikizo kubwa chini ya bahari. Pia katika vita vya majini vya kisasa, manuali zinakabiliwa na changamoto kutoka kwenye mifumo ya kugundua chini ya maji, ndege maalum za ufuatiliaji na teknolojia nyingine za kupambana na manuali. Hata hivyo, Fateh ina umuhimu mkubwa kwa Iran kwa sababu inaonyesha hatua ya maendeleo katika uwezo wake wa majini. Ni ishara ya juhudi za kujenga nguvu ambayo haitegemei tu idadi ya meli, bali pia teknolojia inayoweza kufanya kazi kwa siri. Fateh Submarine ni mfano wa jinsi Iran imejenga uwezo wa kijeshi katika maeneo tofauti, kutoka angani, ardhini hadi chini ya bahari. Nambari 3, hapa tunaiangazia IRGC missile ya Arsenal. Katika historia ya kijeshi, baadhi ya nguvu kubwa hazitokani na silaha moja pekee. Wakati mwingine nguvu halisi ipo kwenye mtandao mzima wa mfumo unaounganisha teknolojia, uwezo wa uzalishaji na mikakati ya matumizi. Hivi ndivyo ilivyo kwa uwezo wa makombora wa Iran unaohusishwa kwa kiasi kikubwa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Kwa miongo kadhaa, Iran imewekeza sana katika kutengeneza na kuboresha aina mbalimbali za makombora, kuanzia yale ya masafa mafupi hadi mifumo yenye uwezo mkubwa zaidi wa kufikia maeneo ya mbali. Makombora yamekuwa sehemu muhimu ya mkakati wa Iran kwa sababu yameipa uwezo wa kufanya operation kutoka umbali mrefu bila kutegemea ndege za kisasa za kivita pekee. Ndani ya uwezo huo kuna familia mbalimbali za makombora kama Fateh, Shahab, Qiyam, Zulfahar, Khorramshahr na mifumo mingine iliyobuniwa kwa mahitaji tofauti. Moja ya sifa muhimu ya mtandao huu wa makombora ni uwezo wa kutumia vizindua vinavyoweza kusogezwa. Hii huongeza uwezo wa kubadilisha nafasi, kufanya maandalizi kwa haraka na kufanya iwe vigumu zaidi kwa mpinzani kutambua maeneo ya uzinduzi. Katika vita vya kisasa, silaha yenye nguvu sio tu ile yenye uwezo mkubwa, bali pia ile inayoweza kuunganishwa na taarifa, upelelezi na matumizi ya haraka. Hapa ndipo mfumo mpana wa makombora unapokuwa na umuhimu mkubwa. Kwa Iran, uwezo huu umekuwa sehemu ya zana ya kuzuia vitisho, ambapo uwepo wa silaha za masafa mbalimbali unaweza kubadilisha mahesabu ya wapinzani wake. Lakini nguvu hii pia imekuwa chanzo cha mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu usalama wa kikanda na ushindani wa teknolojia za kijeshi. Kadri mifumo ya makombora inavyoendelea kubadilika, ndivyo mifumo ya ulinzi wa anga na teknolojia za kugundua vitisho inavyoendelea kuboreshwa. Hata hivyo, jambo moja lipo wazi: uwezo wa makombora umeendelea kuwa nguzo kuu ya nguvu ya kijeshi ya Iran. Si kombora moja pekee, bali ni mtandao mzima wa teknolojia unaoonyesha mwelekeo wa kimkakati wa taifa hilo. Nambari 2, hapa tunaangazia Iran Drone Warfare System. Katika historia ya vita, kumekuwa na nyakati ambazo teknolojia mpya imebadilisha kabisa namna ya mapambano yanavyofanyika. Kulikuwa na kipindi ambapo nguvu ya anga iliamuliwa na ndege kubwa ya kivita, lakini leo dunia imeingia katika enzi mpya, enzi ambayo ndege zisizo na rubani zinaweza kuwa na athari kubwa sana. Na miongoni mwa mataifa yaliyowekeza kwa nguvu kwenye teknolojia hii ni Iran. Kwa miaka mingi, Iran imejenga mfumo mpana wa kutengeneza na kutumia droni mbalimbali kwa ajili ya upelelezi, ufuatiliaji na operesheni za kijeshi. Tofauti na mtazamo wa zamani kwamba nguvu ya kijeshi lazima itokane na silaha kubwa na ghali, Iran imeonyesha mkakati tofauti: kutumia teknolojia inayoweza kutengenezwa kwa gharama nafuu lakini ikawa na uwezo mkubwa wa kimkakati. Mfumo wa droni wa Iran unahusisha aina mbalimbali za ndege zisizo na rubani, kuanzia zile ndogo za upelelezi hadi droni zenye uwezo wa kusafiri umbali mrefu. Miongoni mwa zinazojulikana ni familia ya Shahid, Mohajer na mifumo mingine ambayo imeonyesha mwelekeo wa Iran katika vita vya kisasa vya anga. Moja ya sababu iliyofanya droni za Iran kuwa na umuhimu mkubwa ni uwezo wa kutumika kwa idadi kubwa. Katika mazingira ya vita, kutumia droni nyingi kwa wakati mmoja kunaweza kuweka changamoto kwa mifumo ya ulinzi inayojaribu kuzitambua na kuzizuia. Lakini nguvu ya droni haipo tu kwenye kushambulia. Taarifa ni sehemu muhimu sana ya vita vya kisasa. Droni inayoweza kufuatilia eneo, kukusanya taarifa na kusaidia kufanya maamuzi inaweza kuwa na thamani kubwa kwenye uwanja wa mapambano. Teknolojia hii imeifanya Iran kujenga uwezo wa anga ambao haukutegemea kabisa ndege za kivita za gharama kubwa.
Badala yake imejikita kwenye mfumo unaochanganya uzalishaji wa ndani, idadi kubwa ya vifaa na matumizi ya kimkakati. Hata hivyo, kama teknolojia nyingine zote, droni pia zina changamoto zake. Mifumo ya vita vya kielektroniki, ulinzi wa anga na teknolojia za kugundua ndege zisizo na rubani inaendelea kubadilika duniani. Lakini jambo moja haliwezi kupuuzwa: Iran imekuwa moja ya nchi zilizoweka mkazo mkubwa kwenye mapinduzi ya drone warfare. Mfumo huu umeonyesha kuwa katika vita vya karne ya 21, ukubwa wa silaha sio jambo pekee linaloamua nguvu. Wakati mwingine teknolojia ndogo, nyingi na inayotumika kwa mkakati sahihi inaweza kubadilisha kabisa uwanja wa vita. Nambari 1, hapa tunaliangazia kombora la Emad missile. Katika ulimwengu wa kijeshi, baadhi ya silaha hazipimwi tu kwa ukubwa wake au nguvu yake, bali kwa namna zinavyobadilisha uwezo wa taifa kwenye uwanja wa kimkakati. Kwa Iran, moja ya mifumo iliyowakilisha hatua kubwa katika maendeleo ya teknolojia ya makombora ni Emad missile. Emad ni kombora la masafa marefu lililotengenezwa kwa sehemu ya juhudi za Iran kuboresha uwezo wake wa makombora na kuongeza usahihi wa mifumo yake ya kimkakati. Tofauti na baadhi ya mifumo ya awali, Emad ilitangazwa ikiwa na maboresho katika eneo muhimu sana la vita vya kisasa: uwezo wa kulenga kwa usahihi zaidi. Katika vita vya leo, kuwa na kombora linaloweza kusafiri umbali mrefu pekee halitoshi. Jambo muhimu zaidi ni uwezo wa kudhibiti safari yake na kuongeza nafasi yake ya kufikia eneo lililokusudiwa. Hili ndio eneo ambalo Emad imekuwa ikitajwa kama hatua muhimu katika maendeleo ya Iran. Kombora hili limekuwa sehemu ya mkakati mpana wa Iran wa kujenga uwezo wa ndani wa makombora, hasa katika mazingira ambayo upatikanaji wa teknolojia za kijeshi kutoka nje umekuwa na changamoto. Mfumo wa Emad pia unaonyesha mabadiliko kutoka kwenye kizazi cha zamani cha makombora kwenda kwenye teknolojia zinazolenga kuongeza ufanisi, udhibiti na uwezo wa kufanya operesheni za masafa marefu. Katika mkakati wa kijeshi, silaha kama Emad zina umuhimu mkubwa kwa sababu zinaweza kutumika kama sehemu ya kuzuia vitisho. Uwepo wa mfumo wa aina hii unaweza kuathiri namna wapinzani wanavyopanga ulinzi wao na kufanya maamuzi ya kimkakati. Lakini kama silaha zote za kisasa, Emad pia limekuwa na sehemu ya mjadala mpana kuhusu maendeleo ya makombora, usalama wa kikanda na ushindani wa teknolojia za kijeshi. Mifumo ya ulinzi wa anga duniani inaendelea kuboreshwa, lakini maendeleo ya Emad yanaonyesha uwazi wa juhudi za Iran kujenga uwezo wake wa kiteknolojia ndani ya sekta ya ulinzi. Kwa Iran, Emad sio tu kombora, ni ishara ya safari ndefu ya kujenga uwezo wa makombora kutoka kwenye hatua za awali hadi mifumo yenye usahihi na uwezo mkubwa zaidi. Na hii ndiyo sababu Emad missile imechukua nafasi ya kwanza kwenye orodha yetu ya silaha 20 hatari zaidi za Iran. Lakini safari hii imeonyesha jambo moja kubwa: nguvu ya kijeshi ya kisasa haitokani na silaha moja pekee, bali mchanganyiko wa teknolojia, ubunifu na uwezo wa kuendeleza mifumo mbalimbali. Kuanzia droni, makombora, manuari hadi ulinzi wa anga, Iran imejenga mfumo mpana unaoendelea kubadilika katika ulimwengu wa vita vya kisasa. Na huu ndio mwisho wa orodha yetu ya silaha 20 hatari zaidi za Iran. Je, ni silaha gani iliyokuvutia zaidi? Tuandikie maoni yako kwenye komenti. Pia usikose kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Kumbuka, video kama hizi hautazipata popote zaidi ya Military Technology. Kwa hiyo fanya kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe unapata video zetu kila wakati. Sina la ziada, tukutane katika video na ukuja. Bye bye.